wattaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Enyi ambao kwamba mumeenda kumamini Allah subhanahu wa ta'ala, basi mwogopeni Allah subhanahu wa ta'ala, na wala msife illa mutakapokuchukuliwa roho zenu muwe ni katika hali ya Uislamu, hali ya amani. Wapendwa katika imani, hotuba yetu ya leo itazungumza juu ya ubora wa siku 10 hizi ambazo kwamba ziko mbele yetu, siku 10 za Dhulhijja. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kitabu chake kitukufu amesema, wal fajri wa layalin ashri. Allah Subhanahu wa Ta'ala ameenda kuapa na kipindi ama na wakati wa alfajiri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameapa na wakati wa alfajiri, kisha akaapa na siku matukufu ama akaapa na masiku matukufu kwa kusema walayalin ashri. Na vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaapa na siku 10 au masiku 10. Wengi katika wanazuoni wakasema hizi ni siku ambazo kwamba ni siku za Dhulhijja, zile siku 10. Wapendwa katika imani, nafaa ama ni lazima tujue sisi ya kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala ana huruma nyingi sana kwa waja wake, na moja katika huruma za Mola Subhanahu wa Ta'ala ni pale alipotufungulia mlango wa khairi ambao kwamba ni mlango mkubwa tu, an fataha lahum abwaban adhimatan lilkhair. Moja katika sikitiko la Mola Subhanahu wa Ta'ala kwetu sisi ni kutufungulia mlango mkubwa wa khairat, wa min a'dhamiha, na moja katika mlango mkubwa wa khairi ashru dhulhijjati, ni hizi siku 10 za mwezi wa Dhulhijja. Ayamun, siku ambazo kwamba aqsama Allahu biha ta'dhiman li sha'niha, ni siku ambazo kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala ameenda kuwapa nazo ta'dhiman li sha'niha, kwa sababu ya utukufu ambao kwamba umepatikana katika masiku hayo 10. Ndio wengi katika mufassirina wa Qur'ani wanasema hii wal fajri wa layalin ashri. Wengi katika mufassirina al-Qur'an qala jamhurul mufassirina hiya ashru dhulhijjati, wal qasamu min Allah yadullu ala udhmatil muqtasam. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuenda kuapa. Kwa nini Mwenyezi Mungu aape na alfajiri kisha aape na siku 10? Yani ni kuonesha umuhimu na utukufu wa lile jambo Mwenyezi Mungu aliloapa nalo. Mimi na wewe Waislamu hatufai kuapa na kitu chochote, lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala anaweza kuapa na kitu chochote ambacho kwamba amekiumba yeye mwenyewe. Mimi na wewe tumewekewa kasmu zetu, viapo. Sisi mimi na wewe tunataka kuapa, museme wallahi billahi tallahi. Hizo katika mlango ama katika vitabu vya nahwu nasema huruful qasami. Huruful qasami ni 3 tu, hakuna zaidi, ni wallahi billahi tallahi. Wewe umefanya kitu fulani sikufanya, hapa wallahi billahi tallahi imeisha.
Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana uwezo na ana nguvu wa kuapa na kitu chochote ambacho kwamba yeye kakiumba. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hainuki na kuapa na vitu ambavyo kwamba havina thamani kwa mwanadamu au havina faida katika ulimwengu. Kila ambacho kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameenda kuapa nacho kina umuhimu katika ulimwengu, bali kina umuhimu kwa Muislamu au kina umuhimu kwa muumini. Mwenyezi Mungu ameapa, wal asri innal insana lafi khusri. Mwenyezi Mungu asema na apa na wakati wa alasiri, hakika huyu mwanadamu uko katika hasara. Mwenyezi Mungu anakuapia wewe mwanadamu uko katika hasara, kisha istithnai illa alladhina amanu wa amilus salihat. Kwa hivyo wewe ujue Mwenyezi Mungu kaapa kwa sababu yako wewe mwanadamu uko kwenye hasara. Unaonesha mwanadamu uko kwenye hasara sana. Ufanye tanabu, uzundukane, ujitoe kwenye hasara. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Baada ya kuwa na imani wewe ufanye mambo mema. Mwenyezi Mungu ameapa wadhuha wal-layli idha saja. Allah anaapa na wakati wa dhuha. Wewe leo unaambiwa uswali dhuha, unaona hii ni sunna tu. Unailenga, unaidharau kwa sababu ni sunna. Lakini uzito wa sunnatu dhuha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameenda kuapa nayo. Kuna umuhimu mkubwa Muislamu kuswali salatu dhuha, ambayo kwamba ni swala inapatikana kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 6. Mwenyezi Mungu akasema wadhuha, akaapa na wakati wa swala ya dhuha, kile kipindi cha dhuha kile. Mmoja katika faida ambazo kwamba inapatikana katika salatu dhuha ni kwamba wewe mwanadamu uko na viungo 363. Kila kiungo kimoja unafaa kitole sadaka kila siku. Huna uwezo kitole sadaka, kafara yake ni dhuha. Swali rak'atayn dhuha au rak'a 4 mpaka rak'a 6. Nani anaofanya hivyo? Na salatu dhuha haina umuhimu nyumbani, wewe msikitini, hata nyumbani, hata kazini, hata garini, popote unaweza kuiswali salatu dhuha. Muhimu kuna udhu tu. Kwa ufupi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameapa na vitu vingi sana. Lengo ni mwanadamu azundukane kwamba hiki kitu kina umuhimu kwake. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipoapa na masiku 10 matukufu ambayo kwamba yataingia kesho kutwa, tunahesabu Jumapili tuangalie mwezi. Baada ya kuangalia mwezi ikianza tarehe mosi, hizo siku 10 ni siku bora, na hakuna masiku bora katika ulimwengu kama hizo siku 10. Inna hadhihi al-ayyama laysat ghayraha min al-ayyami bal hiya afdalu al-ayyami ad-dunya ala al-itlaq. Inna hadhihi al-ayyama laysat kaghayriha min al-ayyam, hakika haya masiku 10 si kama masiku mengine katika siku za ulimwengu au katika siku za mwaka mzima. Bal hiya afdalu ayyami dunya, bali hizi siku 10 ndizo siku bora, ndizo siku ambazo kwamba zina umuhimu kushinda masiku yote katika dunia, kushinda masiku yote katika siku za mwaka. فقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hadithi iliyopokewa na Imamu Bukhari, hadithi ambayo patikana katika kitabu cha Sahihi al-Bukhari, asema ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, ma min ayamin, hakuna
katika masiku al-amalu salihu, amali njema, amali nzuri, fihinna, katika masiku hayo, ahabbu ila Allahi, yapendekeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, min hadhihi al-ayyam, kuliko hizi siku 10. Yani wewe amali yoyote ambayo kwamba utaifanya katika siku ambazo kwamba si hizi siku 10, amali hiyo haiwezi kuwa juu kushinda amali hizi ambazo hata Ramadhani. Shekhe, hata Ramadhani, hadithi ya Mtume akusema illa Ramadhana, siku zote za ulimwenguni zinashindwa na hizi siku 10. Je, kushindwa kwake ni amalu salih, ufanye amali njema, amali yenye kusulihi, amali yenye kukubalika na Allah, amali yenye kukubalika na viumbe, amali yenye kukubalika na waumini. So wewe angalia amali njema nini? Kuswali duha ni amali njema. Amali njema ni nini? Kuswali qablia na baadia ni amali njema. Amali njema ni nini? Kutoa sadaqa ni amali njema. Amali njema ni nini? Kufunga ni amali njema. Amali njema ni nini? Kuishi na mke wako kwa wema, kwa vizuri, kwa huruma, kwa mahaba, ni amali njema. Amali njema ni nini? Kumpa furaha mke wako ni amali njema. Amali njema ni nini? Kumpa zawadi mke wako ni amali njema. Amali njema ni nini? Kumhurumia mke wako ni amali njema. Hayo mengine tuachane nao. Pengine utasema mimi sina sadaka ya kutoa, mimi siwezi kusimama usiku tahajjud, mimi siwezi. Kule kumhurumia mke wako pia huwezi. Wewe mwanamke, kule kumhurumia mume wako ni amali njema hiyo. Wewe mwanamke, kule kumridhisha mume wako ni amali njema. Wahakadha pande zote mbili, ikiwa ni mume, ikiwa ni mke, unalolifanya ambalo kwamba litampa furaha mume wako, hilo ni njema na ni amali njema, fanya hilo. Basi hata kumnunulia mume wako kofia, huwezi, kofia shilingi 600, ni amali njema. Basi wewe mama, hata kumnunulia baba mke wako mtandio, huwezi, ni amali njema. Kwa hiyo amali yoyote ya khairi ambayo kwamba utaifanya katika hizi siku 10 ni bora kuliko amali uliyoifanya siku zisizokuwa hizi. Ma min ayamin al-amalu salihu ahabbu ila Allahi min hadhihi al-ayyam, hakuna masiku duniani isipokuwa tu mashekhe wanazuoni walienda kukhtalifiana ya kwamba usiku wa Lailatul Qadri ni bora. Usiku si siku, kuna tofauti ya siku na usiku. So hizi siku 10 mchana wote kwake ni bora kushinda siku zingine, mchana na usiku. Lakini ikifika siku ya Lailatul Qadri, siku moja tu ya Lailatul Qadri, usiku wake inakuwa ni bora kushinda hizi usiku za siku 10, siku moja tu. Kwa hiyo wewe anza kutia nia ya kwamba Dhulhijja ikianza, mwezi wa Dhulhijja kwa mbele, mwezi unaangaliwa Jumapili, pengine Jumatatu ndio inaanza, pengine Jumapili ndio inaanza, pengine Jumanne ndio inaanza. Mmoja katika amali salih ambayo kwamba ni mzuri zaidi kushinda zote ni kufunga sunna ya hizi siku 10. Kwa hiyo wewe fuatilia mwezi utaandama lini, uanze kufunga sunna za siku 10. Hili ndilo ambalo kwamba tumeenda kulidharau Waislamu wengi. Katika sisi tunafunga yaumu Arafa pekee yake, sifunge pia Arafa, mfunge na Arafa. Yani sisi Waislamu tunapenda sana kulemaa katika ibada, tunapenda sana kurudi nyuma katika ibada, hatupendi kuwa na jambo ambalo kwamba lina umuhimu. Hizi siku 10 ni siku ambazo kwamba zina ofa nyingi sana. Kwa hiyo anza kutiania leo wewe. Juzi mmoja mtume message, ustawi, mimi nimeazimia kufunga siku 10 hizi inshallah. Yani kuonesha yeye hizo siku 10 alikuwa hafungi, lakini mwaka huu ameazimia inshallah atazifunga. Na wewe umetia nia hiyo kufunga siku 10, ama utaongea siku ya Arafa? Haikufika siku Arafa, umekufa. Una hakika gani utafika yaumu Arafa wewe? Imefika yaumu Arafa kesho, wewe leo umekufa, utafanyaje?
Kwa hiyo siku 10 Waislamu tunadidharau, na hizo ndio siku 10 bora katika masiku yote ya mwaka. Kwa hiyo amali njema zaidi ambayo kwamba tunafaa tuifanye ni kufunga siku 10. So ikiwa mwezi utaonekana Jumapili, Jumatatu tuinukeni na saumu. Ikiwa mwezi utaonekana Jumatatu, Jumanne tuinukeni na saumu. Ni hapo tu, haiko mbali, ima Jumatatu au Jumanne. Tuwe tutajipanga na kufunga siku. Mbona tufunga siku 30 mzima? Mbona tushindwe na siku 10? Na hata si siku 10, siku 9 tu, kwa sababu siku ya 10 ni yaumul Eid, siku ya Eid. Siku ya Eid haifungwi, watu wanasherekea, wanaswali Eid wa hakadha. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa sana Waislamu kukimbilia amali za khairi tuweze kuzifanya. Walete zaidi. Alhamdulillah, takbir. Walete zaidi. Mama atasikiza huko ataitikia. Naambiwa kuna bwana mmoja atakakusilimu, na msimamo wangu mimi nakata hutuba nikisilimisha kwanza. Alikuwa ananiambia baada ya swala tusilimishe. Tunajuaje atafika baada ya swala ama atakufa? Kwa hivyo pigisha. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wapendwa katika imani, siku 10 hizi ni siku tukufu sana. Ni wajibu kwa kila mtu ajipange na haya masiku 10 kwa kufunga sunna ya hizi siku 10. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama aliposema hakuna masiku ama hakuna ma min ayamin, hakuna masiku ambayo kwamba yanapendekeza kufanya amali mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa siku hizi. Masahaba ridwanullahi alayhim wakamuuliza, walal jihadu fi sabilillah, ya Rasulullah, unasema hakuna amali itakayofanywa katika siku hizi, hata mtu kutoka kwenda kupigana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu? Yani wewe umeenda kupigana nyuma hapa kabla hii Dhulhijja, hapa mwezi Shawwal ama Dhulqaada, umeenda jihad. Hao walienda jihadi pia wakapigana, wakaokoa Waislamu, wakapigana na makafiri, watashindwa na mtu aliyetoa sadaka siku ya Dhulhijja? Mtume akawaambia, walal jihadu fi sabilillah, hata mtu aliyopigana si kutoka na kupigana vitu viwili tofauti. Huu ni mlango mrefu, sitakeni uguse. Kupigana jihad ile kwenda kupigana, wewe umetoka umeenda kupigana na makafiri, pengine wewe waenda kufa, lakini Mtume asema hata kutoka katika sabilillah amali yake iko chini kuliko mtu atakayetoa sadaka ya shilingi 100 katika hizi siku 10. Leo hii tukitangaza jamaa kuna jihadi Iran, nani yuko tayari kwenda jihadi sasa? Kuna jihadi Palestine, nani yuko tayari kwenda? Kuna jihadi Gaza, jamaa ndege ndio hii, hakuna hata mmoja atakayeenda. Kwa nini? Nikaenda kufa kule. Wewe bado unataka kuishi, wafikiria nikienda kufa kule itakuwaje? Lakini masahaba wakitoka kwenda jihadi, mtu uko tayari kwenda kufa. Lakini huyo pia Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema amali yake ya jihadi haifanyi amshinde aliyotoa shilingi 100 ya sadaka katika hizi siku 10. Kisha Mtume akafanya istithna, illa rajulun, isipokuwa mtu mmoja tu ambaye kwamba atashinda hawa waliofanya hizi amali katika siku 10. Illa rajulun, isipokuwa mtu mmoja. Kharaja, mtu aliyetoka kwenda jihadi, binafsihi, kwa nafsi yake, wa malihi, na mali yake, walam yarji' min dhalika bi shay'in. Wewe mwenyewe umetoka na mali yako na nguvu zako na kila kitu chako, wewe umeenda jihadi fi sabilillah, ukaenda ukauliwa na mali yako wakachukuliwa, haikurudi katika wewe na mali na nafsi yako, nyote mkakufia kwenye jihadi. Wewe kidogo ndio utakuwa umempiku huyu mtu wa kutoa sadaka siku hizi 10. Utakuwa umemshinda huyu mtu wa kufunga siku hizi 10, lakini mwingine yoyote hawezi kukufikia wewe ambaye kwamba utafunga hizi siku 10.
isipokuwa mtu alitoka kwenda jihadi kupigana na akakufa huko na mali yake na kila kitu chake. Fadalla hadha alhadith العظيم على أن معيار الفضل ليس بكثرة الأعمال، ليس بكثرة الأعمال فقط، بل بمكان وزمان الذي تؤدي فيه. فكيف إذا اجتمع شرف الزمان مع شرف العمل؟ vipi hadithi yatupatia mwelekeo ya kwamba sio kwamba wewe kufanya amali nyingi ndio umefaulu, bali ni kupatikane wakati gani umefanya amali na amali gani umefanya. Umefanya amali wakati ambayo kwamba ni muhimu sana, siku 10 za Dhulhijja, kisha ukafanya amali bora kufunga. Wewe umeifikia siku 10 za Dhulhijja, tayari uko katika wakati bora katika nyakati zote, uko katika masiku bora katika siku zote, kisha hizo siku bora wewe ukawa ni mwenye kufunga siku 10 zile. Leo vijana wanasema sunna za wazee. Una guarantee wewe utafika kwenye uzee ndio ufunge sunna? Ama ufika kwenye uzee? Wewe umefika mzee, alhamdulillah, wewe utafika kwenye uzee ndio uweze kufunga hizo sunna? Lakini ikiwa wewe umeinukia na tabia ya kwamba wewe sunna za wazee, na ukifika mzee pia utanapata wewe kijana mtafunga na 50 sahihi, utafika 60, ukifika 60 utafika 70, ukishtuka umekufa na hakuna sunna hata moja uliyoifanya. Wapendwa katika imani, laqad ijtama'a fi hadhihi al-ashr min al-ibadati ma la yajtami'u fi ghayriha. Hakika kumekwenda kukusanyika katika hizi siku 10 kutokamana na ibada kubwa kubwa, ibada ambazo kwamba siku zingine hazipatikani, ibada ambazo zitashikana kwa pamoja katika hizi siku 10. Katika siku zingine hizi ibada hazitapatikana, ikipatikana hii nyingine hakuna. Akasema kwanza ni as-salatu was-siyam. Kuna ibada ya kufunga, kuna ibada ya kuswali. Wewe katika siku 10 utaswali, ni moja katika rukunul Islam. Wewe katika siku 10 utafunga, zimefuatana hizo 2 katika rukunul Islam. Wewe katika siku 10 utatoa sadaqa, hiyo ni zakat, rakaya rukuna ya 3 umeshikanisha. Wewe katika siku 10 utaleta azkar. Wewe katika siku 10 utaleta haji. Wewe katika siku 10 utaleta adhiya, utachinja. Wewe katika siku 10 utaleta takbir. Wewe katika siku 10 utaleta tauba. Katika hizi siku ndio uweza pata amali ya zile arkanul Islam zote kwa mara moja, lakini baada hapo huwezi. Wale ambao kwamba umekwenda kufanya ibada ya haji, ibada zote hizo utazipata wao. Na mimi na wewe ambaye Allah hajatuwafikia kwenda haji, basi tukose hili moja tu la ibada ya haji. Haya mengine manne tufanye, kuna takbir, kuna adhkar, kuna as-sawm, kuna salat, kuna sadaqa. Haya yote yasitupite tukiwa hapa. Wa min a'zami ayyamiha, moja na nyingi na kubwa katika siku hizi 10 ni siku ya Arafa. Na katika hizi siku 10 Waislamu tufanyeni wingi kuleta toba. Toba ziwe nyingi. Huu ndio musimu ambao kwamba Waislamu watakana walete toba. Huu ndio musimu Waislamu tutakana tufanye ibada. Yurabbi alqalba wa yutahhiru an-nafsa wa yujaddidu al-iman. Tufanyeni ibada ili ibada ambazo kwamba zitaleta kufanya kutahirisha nyoyo zetu, ibada ambazo kwamba zitaleta kufanya tajdidi imani yetu. Basi katika hizi siku 10 zote waambiwa kwa siku kubwa ni siku ya Arafa. Qala fi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ma min yawmin akthara
akthar min an yu'taqa Allah fihi 'abdan min an-nari min yawmi Arafa. Hakuna siku ambayo kwamba Mwenyezi Mungu huacha huri na moto watu wengi kama siku ya Yawm Arafa. Watu wengi huacha huru na moto. Lakini Yawm Arafa utaipata vipi? Wewe umekaa tu katika akili yako na fikra yako wataka kufunga Yawm Arafa. Lakini hizi siku 9 wewe umefunga siku 30. Umefunga siku 30 wewe Muislamu. Siku 30 hizi wewe umefunga mwanzo mpaka mwisho au 29 days. Mbona ushinde na siku 9? Mbona tushinde na siku 9 Waislamu? Yote nini? Kumwachia shetani nafasi. Ukimwachia shetani nafasi atakutawala vile anavyotaka yeye. Yote nini? Kuipatia dunia kipaumbele. Yote ni nini? Kujipatia tamaa ya kwamba wewe bado huko duniani. Utasikia mtu ukifika ile siku 10 za Dhulhijja akwambia mimi nitafunga Yawm Arafa. Yaani yeye ashaeka kwenye akili yake yuko mpaka siku Arafa. Yaani yeye yuko hai mpaka siku ya Arafa ndio siku atakayofunga. Una uhakika gani wewe utafika Yawm Arafa? Muislamu uhakika wake ni hiyo dakika, wewe huko ndio uhakika wako. Hauna uhakika hata wa hii swala unayosubiri ya kwamba tutaswali. Muislamu hatufai kwa na imani kama hizo. Muislamu imani yetu ni anytime utakufa. Time yoyote, wakati wote wewe utakufa. Aish fi dunya kaannaka gharibun au abir sabil. Mtume asema ishi katika ulimwengu huu kana kwamba wewe ni mgeni au mpita njia. Sasa wewe kama mpita njia kutoka Tamu enda Kajiado ufika Kitengela, gari imesimama hapa, ni kiasi tu kuingia kupiga soda uende. Kwa hiyo katika dunia hii Waislamu ni kama tunapita njia, si makao tunafika. Je, wewe utakapokufa umejipanga na nini mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Leo Waislamu wanaosilimu wallahi wanashinda Waislamu waliozaliwa kwenye Uislamu. Vile anavyoshika ibada, vile anavyoshika dini, vile utashangaa mpaka baada ya masiku utashangaa huyu kazaliwa kwenye Uislamu. Lakini waliozaliwa kwenye Uislamu wamechukulia hii ni culture yetu, hawachukulii ibada. Hapo ndipo tunapofeli. Wewe unazaliwa, mimi na wewe tunazaliwa kwenye Uislamu, tunachukulia hii kama culture. Hii si muhimu. Kuichukulia nguvu uoneshi kama ni ibada. Lakini yule anasilimu anajua mimi leo nimesilimu, nafaa kufanya ibada za Kiislamu, nafaa kutembea Kiislamu, nafaa kuwa na tabia za Kiislamu. Wewe unaona hii ni culture. Si culture, sahihi ni ibada. Mpaka ujitahidi sana ndio uweze kufaulu katika ibada hii. Upendo katika imani. Siku 10 ambazo kwamba ziko mbele yetu ni siku muhimu sana. Kikubwa ambacho kwamba tunafaa tushikane nacho ni saumu ya sunna ya hizi siku 10. Alafu tumalizie na Arafa. Mimi sitosema basi kama uweze shika Arafa. Hiyo mimi sitotoa nafasi hiyo. Tuanzeni mwanzo tumalizeni na Arafa. Tuanzeni kuanzia siku ya kwanza ndio tufanye nini? Tupate na hiyo Arafa. Kama kule Ramadhani tuanza kufanya ibada kuanzia Ramadhani ya kwanza ili tuweze kupata Lailatul Qadri. Kwa hivyo na huku tuanze kufunga kuanzia tarehe mosi ili tuweze kupata hiyo Arafa. Mwenyezi Mungu atuoneshe haki tuweze kuifuata na atuoneshe batili tuweze kuepuka. Wassalamu alaikum wal afwa minkum.